Hivi punde Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwigulu Nchemba amejiandaa vyema kabisa kuzungumza na umma kupitia vyombo vya habari, na wakati huo hapa maelezo bado hajaanza kueleza kitu gani ambacho Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ataongea hii leo, kwa sababu kikao hiki kimekuwa ni mahususi kwa ajili ya viongozi na maadili ya viongozi. Kwa hiyo yeye akiwa kama mtendaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna jambo ambalo anataka alifikishe kwa Watanzania, kwa umma, lakini pia kwa wale wote watumishi wa umma. Yaani inamaanisha kwamba wale walioajiliwa na ambao hawajaajiliwa katika taasisi hii hapa ya serikali. Hivyo basi tumsubiri mheshimiwa kitu gani ambacho atakachokisema katika siku hii hapa leo, lakini wewe kokote kule uliko, jiandae vizuri zaidi kwa ajili ya kuweza kupata au kupokea taarifa kuhusiana na maelezo ambayo atakayatoa katika siku ya leo Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Kumekuwa lakini kuna mawazo tofauti, yani yale mawazo mseto katika kila maeneo tofauti Tanzania. Watu wanajiuliza maswali mengi kweli kuhusiana na yanayoendelea nchini. Sasa tunaangalia kitu ambacho kitakachojiri, kwa sababu watu wengi ambao walikuwa wakijaribu kudiskasi, kutathmini vitu ambavyo vilivyotokea kuanzia Oktoba 29 na vile vilivyotokea Disemba 9, kumekuwa kuna maswali mseto, kwa sababu yale ambayo yaliweza kutokea Oktoba 29 yalileta taharuki nyingi sana, ambapo watu walipoteza wengine maisha, wengine walipoteza mali zao, walipoteza kila vile ambavyo kwao vilikuwa vina thamani kubwa. Unaona bwana, ikaenda mbele zaidi kufika mpaka 9 Disemba. Nayo 9 Disemba watu walikaa ndani, lakini kwa kiasi kikubwa uchumi uliweza kuporomoka kidogo, kwa sababu siku moja taifa kukaa ndani bila kufanya kazi, hususan katika taifa hili na mataifa mengi Afrika, inakuwa ni kazi ngumu. Kwa hiyo watu wanakuwa wanasubiria matamko mengi ya kuponya mioyo kutoka kwa serikali. Kwa hiyo usikae mbali na chaneli hii hapa kwa ajili ya kuweza kupokea kila aina ya notification na taarifa muhimu ambazo zinazokuwa zinakujia kila siku. Mambo mengine kati ya hayo ambayo tunadiskasi ni pamoja na uongozi bora. Je, tutathmini uongozi ambao uko kwa sasa na kile ambacho kinachoendelea zaidi. Kitu gani ambacho unadhani kwamba serikali ikifanya au ikiongeza katika majukumu yao itakuwa iko very acting, yani itaperform vizuri? Kitu gani ambacho unadhani kiongezewe? Na vijana, unadhani kwamba malalamiko na kero za vijana wanavyokuwa wanazungumza wanakuwa wako sawa katika zile hoja zao? Kwa sababu katika hata vitabu vya dini mbalimbali vinasema wazi kwamba kijana ni nusu mwenda wazimu. Kwa hiyo kuna wakati anakuwa yeye, lakini kuna wakati kile nusu kinafanya kazi. Sasa unadhani kwamba kila kijana anaweza akawa na mawazo mseto, au unadhani kila kijana anaweza akawa ana mawazo ya kudidimiza taifa lake? Unaweza kutoa maoni pia kuhusiana na yanayoendelea. Uhuru wako katika kutoa maoni katika chombo hiki ambacho kimekuletea taarifa hii ni huru kabisa. Hapo chini ya video hii unaweza ukaandika chochote kuhusiana na hiki ambacho nimekuambia. Vitu vingine tutaendelea kupeana taarifa kadiri ambavyo tutavyokuwa tunapata hizo taarifa, lakini tu nikusisitizie kwamba muda sio mrefu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwigulu Nchemba ataongea na Watanzania, atazungumza na wafanyakazi, atazungumza kwa ajili ya kuijenga nchi na kuweza kuimarisha hali ya ulinzi na usalama wa nchi nzima kupitia kauli ya mheshimiwa waziri ambaye ni mtendaji mkuu wa serikali. Asante sana, lakini kama hujasubscribe, narudia tena kukuambia subscribe channel hii hapa, lakini share tena video hii na wengine waweze kuona, waweze kusikia na waweze kupata taarifa hii kokote kule waliko. Bye bye. Hivi punde Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwigulu Nchemba amejiandaa vyema kabisa kuzungumza na umma kupitia vyombo vya habari, na wakati huo hapa maelezo bado hajaanza kueleza kitu gani ambacho Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ataongea hii leo, kwa sababu kikao hiki kimekuwa ni mahususi kwa ajili ya viongozi na maadili ya viongozi. Kwa hiyo yeye akiwa kama
mtendaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna jambo ambalo anataka alifikishe kwa Watanzania, kwa umma, lakini pia kwa wale wote watumishi wa umma. Yanamaanisha kwamba wale walioajiliwa na ambao hawajaajiliwa katika taasisi hii hapa ya serikali. Hivyo basi tumsubiri mheshimiwa kitu gani ambacho atakachokisema katika siku hii hapa leo. Lakini wewe kokote kule uliko, jiandae vizuri zaidi kwa ajili ya kuweza kupata au kupokea taarifa kuhusiana na maelezo ambayo atakayatoa katika siku ya leo Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Kumekuwa lakini kuna mawazo tofauti, yani yale mawazo mseto katika kila maeneo tofauti Tanzania. Watu wanajiuliza maswali mengi kweli kuhusiana na yanayoendelea nchini. Sasa tunaangalia kitu ambacho kitakachojiri, kwa sababu watu wengi ambao walikuwa wakijaribu kudiskasi, kutathmini vitu ambavyo vilivyotokea kuanzia Oktoba 29 na vile vilivyotokea Disemba 9, kumekuwa kuna maswali mseto, kwa sababu yale ambayo yaliweza kutokea Oktoba 29 yalileta taharuki nyingi sana, ambapo watu walipoteza wengine maisha, wengine walipoteza mali zao, walipoteza kila vile ambavyo kwao vilikuwa vina thamani kubwa. Unaona bwana, ikaenda mbele zaidi kufika mpaka 9 Disemba. Nayo 9 Disemba watu walikaa ndani, lakini kwa kiasi kikubwa uchumi uliweza kuporomoka kidogo, kwa sababu siku moja taifa kukaa ndani bila kufanya kazi, hususan katika taifa hili na mataifa mengi Afrika, inakuwa ni kazi ngumu. Kwa hiyo watu wanakuwa wanasubiria matamko mengi ya kuponya mioyo kutoka kwa serikali. Kwa hiyo usikae mbali na chaneli hii hapa kwa ajili ya kuweza kupokea kila aina ya notification na taarifa muhimu ambazo zinazokuwa zinakujia kila siku. Mambo mengine kati ya hayo ambayo tunadiskasi ni pamoja na uongozi bora. Je, tutathmini uongozi ambao uko kwa sasa na kile ambacho kinachoendelea zaidi. Kitu gani ambacho unadhani kwamba serikali ikifanya au ikiongeza katika majukumu yao itakuwa iko very acting, yani itaperform vizuri? Kitu gani ambacho unadhani kiongezewe? Na vijana, unadhani kwamba malalamiko na kero za vijana wanavyokuwa wanazungumza wanakuwa wako sawa katika zile hoja zao? Kwa sababu katika hata vitabu vya dini mbalimbali vinasema wazi kwamba kijana ni nusu mwenda wazimu. Kwa hiyo kuna wakati anakuwa yeye, lakini kuna wakati kile nusu kinafanya kazi. Sasa unadhani kwamba kila kijana anaweza akawa na mawazo mseto, au unadhani kila kijana anaweza akawa ana mawazo ya kudidimiza taifa lake? Unaweza ukatoa maoni pia kuhusiana na yanayoendelea. Uhuru wako katika kutoa maoni katika chombo hiki ambacho kimekuletea taarifa hii ni huru kabisa. Hapo chini ya video hii unaweza ukaandika chochote kuhusiana na hiki ambacho nimekuambia. Vitu vingine tutaendelea kupeana taarifa kadiri ambavyo tutavyokuwa tunapata hizo taarifa, lakini tu nikusisitizie kwamba muda sio mrefu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwigulu Nchemba ataongea na Watanzania, atazungumza na wafanyakazi, atazungumza kwa ajili ya kuijenga nchi na kuweza kuimarisha hali ya ulinzi na usalama wa nchi nzima kupitia kauli ya Mheshimiwa Waziri ambaye ni mtendaji mkuu wa serikali. Asante sana, lakini kama hujasubscribe, narudia tena kukuambia subscribe channel hii hapa, lakini share tena video hii na wengine waweze kuona, waweze kusikia na waweze kupata taarifa hii kokote kule waliko. Bye bye.